Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anamtaka Putin kuhudhuria mkutano katika mazungumzo yatakayofanyika huko nchini Uturuki. Rais huyo wa Ukraine Bwana Zelensky amesema kwamba atakuwa nchini Uturuki Alhamisi ya wiki hii akimsubiri mwenzake wa Urusi Vladimir Putin. Hata hivyo, ana wasiwasi kwamba huenda Putin asihudhurie katika mkutano huo, kwani hadi wakati huu hajaeleza wazi kwamba atahudhuria ama la. Amesema lengo lake ni wafanye mazungumzo ya ana kwa ana ya kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili vilivyopindukia miaka mitatu. Zelensky amewaambia waandishi wa habari mjini Kiev kuwa ataongoza mwenyewe ujumbe wa nchi yake kwenye mazungumzo yaliyopendekezwa na Putin nchini Uturuki, na kwamba yeye na Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki watamgoja kiongozi huyo wa Urusi mjini Ankara ama Istanbul. Amesema iwapo Putin hataonekana kwenye mazungumzo hayo, atakuwa amedhihirisha kutokuwa na dhamira ya kweli ya kumaliza vita. Hadi sasa Putin hajathibitisha kuhudhuria mazungumzo hayo ambayo rais wa Marekani Donald Trump amezirai pande zote mbili kushiriki kama sehemu ya jitihada za Washington katika kukomesha mapigano yaliyodumu kwa muda wa miaka mitatu. Rais huyo wa Ukraine amesema bado hajapokea majibu kutoka kwa Urusi juu ya ombi lake la kutaka kukutana ana kwa ana na rais wa Urusi Bwana Putin nchini Uturuki baadaye siku ya Alhamisi. Zelensky amesema hayo kupitia hotuba yake pia kwa taifa aliyoitoa usiku wa kuamkia leo, ambapo ofisi yake imesisitiza Zelensky anataka kukutana na Rais Putin na sio wawakilishi wengine wa Urusi kwenye mazungumzo yaliyopendekezwa na Putin mwenyewe mwishoni mwa wiki iliyopita. Hadi sasa Moscow haijasema chochote kuhusu uwezekano wa Putin kukutana na Zelensky siku ya Alhamisi mjini Istanbul. Wakati hayo yakijiri, maandalizi ya awali ya mkutano kati ya pande hizo mbili yameanza kwa mazungumzo ya maafisa wa ngazi ya juu. Hapo jana, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alizungumza na mwenzake wa Uturuki Hakan Fidan, huku mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Marco Rubio alifanya mashauriano na mawaziri wenzake wa nchi za Ulaya ikiwemo Uingereza pamoja na Ufaransa. Lakini yote hayo ni katika kuratibu mpango wa mazungumzo, ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin alizungumza mwenyewe akisema kwamba yupo tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kati yake na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump ambaye yupo ziarani katika baadhi ya mataifa ya Ghuba anatarajiwa kuelekea nchini Uturuki, lakini kuna uwezekano mkubwa akashiriki katika mazungumzo hayo. Rais huyo anatafakari kuhusu uwezekano wa kujiunga na mazungumzo ya kusitisha vita huko nchini Ukraine ambayo yanapangwa kufanyika Uturuki, lakini ikulu ya Kremlin haijathibitisha ushiriki wa Rais Vladimir Putin hadi wakati huu. Hii ndio wasiwasi ambayo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia anayo. Mkutano huo wa Istanbul utakuwa wa kwanza wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya maafisa wa Ukraine na Urusi tangu miezi ya mwanzo ya uvamizi wa Urusi mnamo mwaka 2022. Rais wa Ukraine Bwana Zelensky alithibitisha kuwa atahudhuria na akarudia kusema yuko tayari kwa mazungumzo ya moja kwa moja na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Hata hivyo, vita hivyo ambavyo vimesababisha mamilioni kukimbia makazi yao, Urusi kwa sasa inadhibiti takribani 20% ya ardhi ya Ukraine, ikiwemo Crimea iliyonyakua mwaka 2014, licha ya shinikizo la kimataifa ambalo mapigano yanaendelea bila dalili za kumalizika. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakujuza nini ambacho kitajiri ikiwa rais wa Urusi Bwana Putin ataamua kuelekea nchini Uturuki kwa ajili ya mazungumzo na kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2022 baada ya kuanza kile alichokiita operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Naitwa Adam Hussein. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News.